Taifa teule takatifu, watu wa miliki ya Mungu walioitwa kuzitangaza fadhili zake. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ya uzima aliyotupatia ya kuendelea kuishi katika dunia yake. Leo tutaendelea na masomo yetu ya kesha la asubuhi la watoto na vijana. Na leo ikiwa ni Januari ya 31 ya mwaka 2026. Tutakuwa na somo zuri lenye kichwa kisemacho Pasaka ya kwanza, ambalo limejengwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 na ile sura ya 13. Na fungu lake kuu likitoka Kutoka sura ya 12 fungu la 11 mpaka lile fungu la 14. Na kabla ya kuendelea basi tupate kuomba. Asante Baba unayeishi mbinguni kwa kututoa katika utumwa wa dhambi. Tusamehe makosa yetu, tusaidie kusonga mbele katika safari yetu ya kuelekea Kanaani ya mbinguni. Asante kwa wema wako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana akamwambia Musa, mwezi huu utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Wakaamrishwa kutoa kondoo kwa hesabu ya kila nyumba, na ikiwa ni wachache wajiunge na majirani, na kutoa mwana kondoo au mwanambuzi mmoja asiye na hila, yani kilema, kadri ya ulaji wao. Watoto na watu wazima walianza kufurahia, kwani ilibakia muda mchache tu na wangetoka utumwani. Na ndiyo maana kitabu cha pili katika Biblia kinaitwa Kutoka, yani kutoka Misri. Siku ya 10 wangemtoa huyu mwana kondoo na kumchinja jioni, na kutoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu cha milango ya nyumba zao. Waliamriwa kula nyama yake usiku ule ule iliyookwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu na mboga chungu, zikiashiria uchungu wa utumwa. Waliambiwa waoke vizuri sehemu zake zote za kula bila kusaza. Ikiwa kitabakia chochote mpaka asubuhi, walitakiwa wakichome kwa moto. Waliambiwa kula huku wamejifunga viuno vyao na kuvaa viatu vyao, wakiwa tayari na fimbo zao mkononi, na kula kwa haraka, kwani ni Pasaka ya Bwana. Usiku ule Bwana angepita katika nchi ya Misri na kuwapiga wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wanadamu, na kufanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Damu ilikuwa ni ishara ya agano katika zile nyumba ambazo atazipita, ataziruka na kutopatwa na pigo la mauti. Siku hiyo ikawa ukumbusho na sikukuu ambayo hata Wayahudi wanaiadhimisha mpaka leo. Wakaambiwa kuwa katika sikukuu hiyo watakuwa wanakula mikate isiyochachwa kwa siku 7, na yeyote atakayekiuka agizo hilo angekatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza na ya 8 zingekuwa kusanyiko takatifu, na kazi zozote zisingefanyika isipokuwa zile zilizohusiana na Pasaka. Siku hii ilitolewa waitunze kama sikukuu ya mikate isiyochacha, ili kukumbuka Mungu alivyowatoa Misri. Huu ulikuwa mwezi wa kwanza, siku ya 14, na wakala wakati wa jioni wakitii maagizo ya Mungu yaliyopitia kwa nabii Musa. Kwa hiyo ikawa ndio mwanzo wa mwaka wa Waisraeli. Hata leo Mungu anashughulika kututoa katika utumwa wa dhambi. Kama tukikubali, Bwana atatutoa katika utumwa wa dhambi. Wamisri waliotii maagizo haya walipata wokovu, ila Waisraeli waliopuuzia walifia na wana wao wa kwanza. Haijalishi mtu wa kabila, rangi au lugha gani, unapoamua kumtii Mungu, baraka zake zitaandamana nawe. Hivyo ndivyo afanyavyo kazi. Chagua kumsikiliza Mungu, hasa unapohisi unawasababishia wengine maumivu. Mara nyingi sisi ni mafarao wetu wenyewe. Kwa hivyo kabla hatujamkosoa yule aliye katika kisa hiki, hebu tujiangalie ndani yetu. Inaweza kuwa dhana fulani ya kisayansi au falsafa potofu au uraibu fulani unaodhoofisha ambao tumeingiza mioyoni mwetu. Hebu tujifunze somo kutoka kwa Farao. Kiongozi anapofanya maamuzi mabaya, kila mtu chini ya uongozi wake huumia. Watumishi walimsihi Farao awaruhusu watu waende, la sivyo Misri itaharibika. Na hakika iliharibika, na kisha wakapata misiba ya watoto wao wa kwanza. Je, unazuiwa na kitu ambacho nafikiri ni muhimu zaidi kuliko wewe kumfuata Mungu kikamilifu?
Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wa Farao na watu wote wa Misri. Pakawa na kilio kikuu, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Farao aliwaita Musa na Haruni na kuwaambia waondoke kwake, waende kumtumikia Mungu wao na mifugo yao. Pia akasema, mkanibariki mimi pia. Wamisri wakawahimiza watoke kwa haraka, maana waliogopa kufa. Waisraeli walichukua vyombo vyao na vitu vyao na wakaondoka. Walisema, tafadhalini ondokeni. Waliogopa balaa zingine zisije kuwakuta. Kwa hesabu walikuwa wanaume 600,000 waliotoka Misri. Nao wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukos. Wanaume hawa ni wale wa kuanzia umri wa miaka 20 kwenda juu. Hatujui idadi kamili ya wanawake na watoto. Lilikuwa kundi kubwa pamoja na wanyama wao. Usiku huo ni kumbukumbu muhimu ya Bwana kuwatoa Misri, na pia kwetu sote binadamu, kwani Bwana ametutoa katika utumwa wa dhambi. Pengine hawakulala wakifurahia kuondoka usiku ule kwenda kwao. Nakumbuka tuliposoma shule ya bweni Kifungilo, Lushoto. Huu ni mfano hafifu, ila nakumbuka tulipofunga shule tulifurahi tulipoona mabasi yanakuja kutuchukua kwenda nyumbani. Tuliimba kwa furaha kuhusu kwenda nyumbani kwenye bweni na kwenye basi. Maelfu ya kondoo wa Pasaka waliochinjwa walimwakilisha Kristo, mwana kondoo wa Mungu, ambaye angechinjwa kama Pasaka na kuchukua dhambi za ulimwengu. Wamisri wengine walitoroka mabwana zao siku ile na kufuatana na Waisraeli. Wamisri hawa na watu wengine wa mataifa walikuwa wameyaona matendo makuu ya Bwana na kujiunga katika msafara wa Bwana. Watu hawa waliojichanganya walileta shida nyingi baadaye. Kisha Bwana akamwambia Musa kwamba wazaliwa wote wa kwanza watakaswe na kuweka wakfu kuwa wa Bwana. Akawakumbusha walivyotoka nchi ya Misri mwezi wa Abibu, na kwamba atakapowaleta nchi ya Wakanani, Wahiti, Waamori, Wahivi na Wayebusi, nchi ya maziwa na asali aliyowaapia Ibrahimu, Isaka na Yakobo, waendelee kuitunza sikukuu hii. Wale ambao hawakutii waliangamiza watoto wao kama ilivyokuwa kwa Wamisri. Utii ni jambo la muhimu. Mungu akisema tunapaswa kusikia sauti yake na kutii. Basi taifa jipya lilizaliwa siku hiyo. Inachukua wiki 2 kutoka Misri mpaka Kanaani. Musa aliona msafara wa watu, hata naye akashangaa, watafikaje wote hawa Kanaani? Akiongozwa na Mungu alianza kutumia uzoefu wake wa utawala, usimamizi wa watu pia. Kama ambavyo tumesema, watu wengine ambao hawakuwa Wayahudi pia walifuatana nao. Hawa baadaye walileta matatizo mengi ya kunungunika. Pengine hata Musa alijisemea, ningejua ningewakataza wasije. Wakaona mapiramidi yanaendelea kupotea machoni pao. Walitembea kwa mwendo wa kadri kwa sababu ya mifugo na watoto. Walibeba pia mifupa ya Yusufu kama walivyoahidi. Wakaenda Sukos, kisha wakapiga kambi Ethamu mpakani mwa jangwa, ambayo ni kama kilomita 400 hivi kufika Kanaani. Waliongozwa na wingu mchana lililowakinga jua la jangwani, na usiku waliongozwa na nguzo ya moto iliyowakinga na baridi. Uwepo wa Mungu ulikuwepo wakati wote. Mungu aliwaelekeza njia watakayoifuata, pengine akiwaepusha kupita katika nchi ya Wafilisti ili kuepuka vita. Japo wengi walikuwa hawaelewi kwa nini wachukue njia hiyo. Watu hawa walikuwa wamekaa utumwani na hawakuwa na uwezo wa kupigana vita. Wakafika na kuweka kambi mahali palipoitwa Pihahirosi. Ikawa kama wanaelekea Ethiopia hivi. Wakawa wametoka kabisa Misri. Kitabu cha Kutoka kimeitwa hivyo kwa sababu walitoka Misri kuelekea Kanaani. Mungu azidisha upendo wetu kwake tunapotembea naye na kutumia saa moja ya kutafakari kila siku maisha ya Yesu. Vyura, chawa na nzi, Baba tafadhali waondoe hao katika maisha yangu ya kiroho, na usaidie moyo wangu kuwa na unyenyekevu wa kufundishika na kujisalimisha kwa mapenzi yako. Farao alikuwa ni mtu wa kutubu, lakini toba yake ilikuwa feki. Akasema, nitawapa ruhusa mwende mkamchinjie Bwana Mungu wenu jangwani, lakini msiende mbali sana. Niombeeni mimi. Makubaliano haya hayakufanywa kwa moyo uliokuwa tayari kuacha Waisraeli waende zao, bali alikuwa akipanga njia za kuwarudisha.
Alisema nendeni, lakini si mbali sana, kwa sababu alijua kuwa pengine wana wa Israeli watakumbuka vyakula na mengine ya Misri. Shetani hana shida na sisi tukiwa Wakristo, kama hatutaacha uovu na kutakasa miili yetu na kufuata amri zake. Muumini asiye na imani ni rahisi kujaribiwa na kurudi kwenye maisha ya awali. Tunahitaji kujisalimisha kabisa. Kitu kingine ambacho kilinigusa ni toba ya uongo ya Farao. Farao alikiri kwamba alikuwa ametenda dhambi, kwamba Bwana ni mwenye haki na angewaacha Waisraeli waende huru. Lakini ngurumo na mvua ya mawe zilipokoma, aliufanya moyo wake kuwa mgumu tena, wala hakuwaruhusu Waisraeli waende zao. Musa alikasirika kwa ajili ya ugumu wa moyo wa Farao na vifo na madhara yaliyokuwa yanaenda kuwapata mamilioni ya watu kwa ajili ya kiongozi wao. Ni mara ngapi mimi hutenda kama Farao? Je, ni mara ngapi mimi humgeukia Mungu ili tu kutoka katika taabu, wakati ninapaswa kuzingatia wema wake? Wema wake ndio kitu pekee kinachotuongoza kwenye toba ya kweli. Warumi sura ya 2 fungu la 4. Hadharani na katika ibada binafsi ni fursa yetu kupiga magoti mbele za Mungu tunapotuma maombi yetu. Yesu mfano wetu alipiga magoti na kuomba. Luka sura ya 22 fungu la 41. Juu ya wanafunzi wake imeandikwa kwamba wao pia walipiga magoti na kuomba. Matendo ya Mitume sura ya 9 fungu la 40. Paulo alitangaza, ninampigia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo magoti. Efeso sura ya 3 fungu la 14. Katika kuungama mbele za Mungu dhambi za Israeli, Ezra alipiga magoti. Tazama Ezra sura ya 9 fungu la 5. Danieli alipiga magoti mara 3 kwa siku, akasali na akashukuru mbele za Mungu wake. Danieli 6 fungu la 10. Leo pia nitakuacha na maswali. Swali la kwanza, wingu mchana na nguzo ya moto usiku zilikuwa kwa ajili ya nini? Swali la pili, Pasaka ya kwanza ilisherehekwaje? Yaani waliisherehekea kwa namna ipi? Swali la tatu, nini kilitokea kwa yule asiyeweka damu kwenye mwimo wa mlango? Swali la 4, Waisraeli wanaume waliotoka Misri walikuwa wangapi? Swali la 5, Waisraeli walipata vitu wapi? Swali la 6 na la mwisho, ni taifa gani lilizaliwa siku ya kutoka Misri? Mpendwa msikilizaji, mimi ambaye nimekuwa nikikuletea masimulizi haya ya makesha ya asubuhi, naitwa Barnabas Samuel Mlumbulila, na yule ambaye amekuandalia somo hili ni Madam Grace Momadi. Zaidi ya yote, tukutakia usikilizaji mwema. Tukukaribishe tena katika masomo yatakayokuwa yakiendelea. Endelea kufuatilia na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Hadi wakati mwingine, amani ya Bwana itawale juu yako.